umechoka? Unataka baba John aje kunilaumu baadaye? Wewe nawe utaniwi? Haya basi tuendelee kujikongoja kama vinyonga. Haya twende. Mbali! Sasa hili ni balaa zito kinomanoma, kwa sababu hapo Kizibo amekuja kuweza kumfundisha adabu, kwa sababu kama unavyojua kule nyumbani kwao kwa Mdoli kabisa na baba Kalobo, kule nyumba yao imezingirwa na upako ambao uliweza kutolewa na mchungaji ule. Kwa hivyo ni vigumu sana kuweza kutokea maeneo yale. Sasa Kamfumania akiwa huku mtaani wakati huo akipiga mazoezi, basi moja kwa moja aweze kulipiza kisasi chake na kuweza kumuonyesha adabu, kitu ambacho ni balaa zito kinomanoma. Sasa na imani kubwa na hamu ya kuweza kutaka kufahamu ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri hapo, basi ni kualike moja kwa moja. Kitu msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na sisi, hasa kubonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi moja kwa moja niweze kukualika. Sasa tumeweza kuona kuna vitu vingi sana ambavyo vimeweza kujiri, lakini kubwa zaidi ni hilo la mwishoni kabisa, ambalo hasa kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Kizibo kaja kuweza kuhakikisha analipiza kisasi chake. Lakini hapo ni kwamba Kisoda naye pia atakuja kutokea hapo aweze kuleta msaada, lakini kuna namna fulani hivi ambayo kabla hajatoa msaada, basi hakuna litakalo kwenda kumkuta au kuhakikisha linamzuru kwa upande mzima wa Mdoli. Kwa hivyo kuwa na amani kabisa. Lakini kabla yote tuweze kupitia uchambuzi kwa kina, hasa ni kufahamisha vitu vingi kweli ambavyo vinavyokwenda kujiri. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona kwamba hata baba Kalobo alikuwa amezimia pale chini kwa sababu ya namna ambavyo mambo yalivyokwenda kwenda. Sasa kwa sasa hivi wako fresh kabisa, na pale kwa upande mzima wa Kizibo ameweza kuondoka pale. Sasa ndio wakati ambao kwa upande wa babake najua ni baba Kalobo alikuwa anakubali, anakumbuka kwamba kwa sasa hivi ni bora angeweza kuhakikisha angemkubali yake kipindi kile, wakati ule ambapo kwa upande mzima wa jua nilipokuwa akiwashinikiza akiwaambia kwamba kuna jambo ambalo halipo sawa ndani. Kwa hivyo kwa sasa hivi ndio wanaona umuhimu wao kumsikiliza ule mtoto, kitu ambacho ni balaa kinomanoma. Sasa mchungaji waliweza kuondoka na baadaye kabisa mambo yakawa ndio hivyo. Lakini pia tukaanza kuonyeshwa sini nyingine kabisa ya Loi. Huyu ni Loi, kuna Lecho alafu na Loi. Kwa hivyo tumeweza kuonyeshwa Loi akienda pale akiwa ni mtu ambaye kabadilika kabisa. Yaani ni kwamba anaumia juu ya mume wake kabadilika sana. Sasa ukiona mwanamke siku zote anakuwa hivi, maana yake unajua kuna situation ambazo kiufupi amekutana nazo au anazipitia, au katika wale ambao wanampa kiburi basi hawana msaada tena. Hichi ndio kinachojiri kwa sasa hivi, kwamba kuna muda inabidi mwanaume unakuwa una thamani na kipindi fulani unakuwa una thamani. Sasa hili limeweza kujiri na limeweza kupelekea moja kwa moja mambo yaweze kuwa tofauti kabisa. Sasa na imani kubwa naendelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojiri. Kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifurahia na kuweza kujifunza vitu vingi tu, nikwambie tu kwamba endelea kuwa na sisi moja kwa moja. Sasa wakati haya yanajiri ni kwamba tumeweza kuona namna gani kwa sasa mambo yalivyo, lakini kwa sasa hivi kitu ambacho kinachokwenda kutokea ni kwamba kwa namna ambayo alivyokuwa akielezea pale Loi, ni kwamba kuna hali ambayo hasa kwa mzee mzima Mwamba mwenyewe ameweza kuweka wazi na kuweza kuwajuza kwa sasa hivi kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea, lakini pia kuweza kuhakikisha anatengeneza mpango ambao utakuwa ni tofauti kabisa na namna jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda. Sasa tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa kutukia huku kwa upande mzima wa Mwamba mwenyewe ambaye alikuwa ni Fasheni. Sasa Fasheni kapigiwa simu, tuje sasa serious hapa tuweze kuzungumza kwa kina. Sasa Fasheni kapigiwa simu, wakati anapigiwa simu basi ameogopa sana kuweza kupokea. Ukweli ni kwamba Fasheni kwa sasa hivi mambo ni mengi kule kweli, amejikuta akiwa ni mtu wa mambo mengi kule kweli. Sasa cha ajabu ni kwamba yule mwanamke kaamua aweze kumpigia na mke wake kabisa. Kama ni mtu ambaye unakuwa unafuatilia hapa, basi kuna mwanamke fulani hivi ambaye tunakumbuka Fasheni aliwahi kukutana naye. Kumbuka Salome walipishana kikumbo barabarani. Hapana. Kupishana kikumbo hapana. Kuna yule mwanamke ambaye walipishana kikumbo barabarani
alafu baadaye akaja akamkuta nyumbani pale, akamwambia kwamba yeye ni jirani yake, kwa hivyo wabadilishane namba ya simu, alafu atakuwa akiwasiliana. Na ndio kipindi kile ambacho kwa upande wa Fasheni aliweza kumdanganya na kuweza kumwambia kwamba hajaoa na yule sio mke wake, lakini kwa kuwa ujirani alikuwa ni jirani yake na anafahamu kile kinachoendelea, aliweza kumwambia Fasheni kwamba hapo unanidanganya, lakini naelewa. Kwa hivyo mambo yakawa fresh kabisa. Sasa huyo ndio akampigia simu bwana, akasema yupo guest pale, kwa hivyo wafanye namna wakakutana. Sasa kitu ambacho kimemsababisha kwa upande mzima wa Nasra aweze kukasirika kabisa. Je, kwa upande wako unalipi la kumshauri Nasra kwa sasa? Afanyeje kutokana na hali anayopitia? Kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba labda mambo yameweza kurudi sawa kwa sababu ya Fasheni alikuwa ameachana kabisa na ule yule mwanamke, ameachana na Salome mwenyewe kaona aweze kuachana naye. Kwa hivyo moja kwa moja tukajua mambo labda yatakuwa sawa, lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo kabisa. Hili ni balaa zito kinoma. Sasa endelea kuenjoy na kufurahia, kitu cha msingi tu endelea kufurahia. Lakini wakati huo tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa upande wa huyu ambaye ni Jesani akija pale akiletea pale chakula na nini. Kwa hivyo moja kwa moja hii kidogo inaongeza kitu fulani ambacho ni cha tofauti zaidi hasa hapo kwenye familia, na wataanza kumuona kwamba naye pia ni mtu wa muhimu, japo kwa upande wa Lemi ni kitu ambacho hataki kusikia kabisa. Na yani kiufupi yani haimuingia akilini kabisa, na afurahi kuona kile ambacho kwa upande wa Jesani anachokifanya. Kwa hivyo hii inaleta picha ambayo kidogo ni tofauti na inasababisha mambo yaweze kuwa makubwa na mengi kulikweli kinoma. Sasa mambo yanazidi kuwa kunoga na yanazidi kuenjoy na yanaweza kuwa fresh kabisa. Kitu cha msingi tuendelea kuwa na sisi, lakini pia kama nilivyokujuza pia tumeweza kuona katika hatua nyingine kwa upande mzima wa Kizito kwa sasa hali yake ni mbaya, anamtafuta Lemi kinoma, lakini kwa upande wa huyu ambaye ni Patronize hakutaka kabisa kuweza kuwaonyesha Lemi alipo, lakini kashajua kwamba hapo tayari mambo ni mazito, kwa sababu Patronize yeye anajua kabisa kwamba dada yake anaumwa maambukizi ya ukimwi. Kwa hivyo moja kwa moja kashajua tatizo kubwa ambalo linamsumbua huyu ambaye ni Kizito. Sasa tumalize mwishoni kabisa, tunaweza kuona kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Kizibo kaja kamtokea mdoli ili kusudi aweze kulipiza kisasi chake. Kwa hivyo ujio wa Kizibo unakuwa ni tofauti kabisa, lakini hapo hakuna lolote lile kwa sababu tayari hawezi akafanya chochote kile, japokuwa sawa ana nia kuweza kuwazuru, lakini kwa sasa hivi kachelewa sana, na muda si mrefu anakwenda kutengenezewa mmoja wa kitu ambacho kiufupi kitakwenda kuwa tofauti kabisa na jinsi ambavyo wanavyofikiria, kwa sababu Kizibo ni mtu ambaye kiufupi amekuwa akitumia zile nguvu, lakini kwa sasa hivi tumeweza kuona dawa yake ni ipi. Dawa yake ni mchungaji ambaye akishusha neno basi moja kwa moja mambo yanakuwa ni tofauti kabisa. Kwa hivyo Kizibo dawa yake ipo na suni itakwenda kufanya kazi vizuri kutamutamu. Sasa mchungaji kafanya pati yake nzuri tu, lakini sasa hivi kitu kingine kinachokuja kutokea ni kwamba inabakia ni kazi ya Kizibo ya Karobo ya Kisoda kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa fresh. Sasa kuna taarifa kuhusiana na Karobo nimeiweka hapa kwenye channel hii, basi hakikisha unaweza neno sawa kufikisha ifuatilie hapo Bongo Movie Network nimeiweka. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.
non-profit education or personal use tips. Balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa hili ni balaa zito kinomanoma, kwa sababu hapo Kizibo amekuja kuweza kumfundisha adabu, kwa sababu kama unavyojua kule nyumbani kwao kwa Mdoli kabisa na Baba Karobo, kule nyumba yao imezingirwa na upako ambao uliweza kutolewa na mchungaji ule. Kwa hivyo ni vigumu sana kuweza kutokea maeneo yale. Sasa Kamfumania akiwa huku mtaani wakati huo akipiga mazoezi, basi moja kwa moja aweze kulipiza kisasi chake na kuweza kumuonyesha adabu, kitu ambacho ni balaa zito kinomanoma. Sasa na imani kubwa na hamu ya kuweza kutaka kufahamu ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri hapo, basi nikualike moja kwa moja. Kitu msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na sisi, hasa kubonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi moja kwa moja niweze kukualika. Sasa tumeweza kuona kuna vitu vingi sana ambavyo vimeweza kujiri, lakini kubwa zaidi ni hilo la mwishoni kabisa ambalo hasa kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Kizibo kaja kuweza kuhakikisha analipiza kisasi chake. Lakini hapo ni kwamba Kisoda naye pia atakuja kutokea hapo aweze kuleta msaada, lakini kuna namna fulani hivi ambayo kabla hajatoa msaada, basi hakuna litakalo kwenda kumkuta au kuhakikisha lina mzuru kwa upande mzima wa Mdoli. Kwa hivyo kuwa na amani kabisa. Lakini kabla yote tuweze kupitia uchambuzi kwa kina, hasa ni kufahamisha vitu vingi kweli ambavyo vinavyokwenda kujiri. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona kwamba hata Baba Karobo alikuwa amezimia pale chini kwa sababu ya namna ambavyo mambo yalivyokuwa kwenda. Sasa kwa sasa hivi wako fresh kabisa, na pale kwa upande mzima wa Kizibo ameweza kuondoka pale. Sasa ndio wakati ambao kwa upande wa babake najua ni Baba Karobo alikuwa anakubali, anakumbuka kwamba kwa sasa hivi ni bora angeweza kuhakikisha angemkubali yake kipindi kile, wakati ule ambapo kwa upande mzima wa Juani alipokuwa akiwashinikiza akiwaambia kwamba kuna jambo ambalo halipo sawa ndani. Kwa hivyo kwa sasa hivi ndio wanaona umuhimu wao kumsikiliza yule mtoto, kitu ambacho ni balaa kinomanoma. Sasa mchungaji waliweza kuondoka na baadaye kabisa mambo yakawa ndio hivyo. Lakini pia tukaanza kuonyeshwa sini nyingine kabisa ya Loi. Huyu ni Loi, kuna Lecho alafu na Loi. Kwa hivyo tumeweza kuonyeshwa Loi akienda pale akiwa ni mtu ambaye kabadilika kabisa. Yaani ni kwamba anaumia juu ya mume wake kabadilika sana. Sasa ukiona mwanamke siku zote anakuwa hivi, maana yake unajua kuna situation ambazo kiufupi amekutana nazo au anazipitia, au katika wale ambao wanampa kiburi basi hawana msaada tena. Hichi ndio kinachojiri kwa sasa hivi, kwamba kuna muda inabidi mwanaume unakuwa una thamani na kipindi fulani unakuwa una thamani. Sasa hili limeweza kujiri na limeweza kupelekea moja kwa moja mambo yaweze kuwa tofauti kabisa. Sasa na imani kubwa naendelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojiri. Kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifurahia na kuweza kujifunza vitu vingi tu, nikwambie tu kwamba endelea kuwa na sisi moja kwa moja. Sasa wakati haya yanajiri ni kwamba tumeweza kuona namna gani kwa sasa mambo yalivyo, lakini kwa sasa hivi kitu ambacho kinachokwenda kutokea ni kwamba kwa namna ambayo alivyokuwa akielezea pale Loi, ni kwamba kuna hali ambayo hasa kwa mzee mzima Mwamba mwenyewe ameweza kuweka wazi na kuweza kuwajuza kwa sasa hivi kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea, lakini pia kuweza kuhakikisha anatengeneza mpango ambao utakuwa ni tofauti kabisa na namna jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda. Sasa tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa kutukia huku kwa upande mzima wa Mwamba mwenyewe ambaye alikuwa ni Fasheni. Sasa Fasheni kapigiwa simu, tuje sasa serious hapa tuweze kuzungumza kwa kina. Sasa Fasheni kapigiwa simu, wakati anapigiwa simu basi ameogopa sana kuweza kupokea. Ukweli ni kwamba Fasheni kwa sasa hivi mambo ni mengi kule kweli, amejikuta akiwa ni mtu wa mambo mengi kule kweli. Sasa cha ajabu ni kwamba yule mwanamke kaamua aweze kumpigia na mke wake kabisa. Kama ni mtu ambaye unakuwa unafuatilia hapa, basi kuna mwanamke fulani hivi ambaye
tutakumbuka Fasheni aliwahi kukutana naye. Kumbuka Salome walipishana kikumbo barabarani. Hapana. Kupishana kikumbo hapana. Kuna yule mwanamke ambaye walipishana kikumbo barabarani, alafu baadaye akaja akamkuta nyumbani pale, akamwambia kwamba yeye ni jirani yake, kwa hivyo wabadilishane namba ya simu, alafu atakuwa akiwasiliana. Na ndio kipindi kile ambacho kwa upande wa Fasheni aliweza kumdanganya na kuweza kumwambia kwamba hajaoa na yule sio mke wake. Lakini kwa kuwa huyo jirani alikuwa ni jirani yake na anafahamu kile kinachoendelea, aliweza kumwambia Fasheni kwamba hapo unanidanganya, lakini naelewa. Kwa hivyo mambo yakawa fresh kabisa. Sasa huyo ndio akampigia simu bwana, akasema yupo guest pale, kwa hivyo wafanye namna wakakutana. Sasa kitu ambacho kimemsababisha kwa upande mzima wa Nasra aweze kukasirika kabisa. Je, kwa upande wako unalipi la kumshauri Nasra kwa sasa? Afanyeje kutokana na hali anayopitia? Kwa sababu tuko tunajua kwamba labda mambo yameweza kurudi sawa kwa sababu ya Fasheni alikuwa ameachana kabisa na yule mwanamke. Ameachana na Salome. Salome mwenyewe kaona aweze kuachana naye. Kwa hivyo moja kwa moja tukajua mambo labda yatakuwa sawa, lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo kabisa. Hili ni balaa zito kinoma. Sasa endelea kuenjoy na kufurahia, kitu msingi tu endelea kufurahia. Lakini wakati huo tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa upande wa huyu ambaye ni Jesani akija pale akiletea pale chakula na nini. Kwa hivyo moja kwa moja hii kidogo inaongeza kitu fulani ambacho ni cha tofauti zaidi hasa hapo kwenye familia, na wataanza kumuona kwamba naye pia ni mtu wa muhimu, japo kwa upande wa Lemi ni kitu ambacho hataki kusikia kabisa. Na yani kiufupi yani haimuingia akilini kabisa, na afurahi kuona kile ambacho kwa upande wa Jesani anachokifanya. Kwa hivyo hii inaleta picha ambayo kidogo ni tofauti na inasababisha mambo yaweze kuwa makubwa na mengi kweli kinoma. Sasa mambo yanazidi kuwa kunoga na yanazidi kuenjoy na yanaweza kuwa fresh kabisa. Kitu cha msingi tuendelea kuwa na sisi, lakini pia kama nilivyokujuza pia tumeweza kuona katika hatua nyingine kwa upande mzima wa Kizito kwa sasa hali yake ni mbaya, anamtafuta Lemi kinoma. Lakini kwa upande wa huyu ambaye ni Patronize hakutaka kabisa kuweza kuonyesha Lemi yupo, lakini kashajua kwamba hapo tayari mambo ni mazito, kwa sababu Patronize yeye anajua kabisa kwamba dada yake anaumwa maambukizi ya ukimwi. Kwa hivyo moja kwa moja kashajua tatizo kubwa ambalo linamsumbua huyu ambaye ni Kizito. Sasa tumalize mwishoni kabisa. Tumeweza kuona kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Kizibo kaja kamtokea Mdoli ili kusudi aweze kulipiza kisasi chake. Kwa hivyo ujio wa Kizibo unakuwa ni tofauti kabisa, lakini hapo hakuna lolote lile kwa sababu tayari hawezi akafanya chochote kile, japokuwa sawa anania kuweza kuwazuru, lakini kwa sasa hivi kachelewa sana, na muda si mrefu anakwenda kutengenezewa mmoja ya kitu ambacho kiufupi kitakwenda kuwa tofauti kabisa na jinsi ambavyo anavyofikiria, kwa sababu Kizibo ni mtu ambaye kiufupi amekuwa akitumia zile nguvu, lakini kwa sasa hivi tumeweza kuona dawa yake ni ipi. Dawa yake ni mchungaji ambaye akishusha neno basi moja kwa moja mambo yanakuwa ni tofauti kabisa. Kwa hivyo Kizibo dawa yake ipo na suni itakwenda kufanya kazi vizuri kutamutamu. Sasa mchungaji kafanya pati yake nzuri tu, lakini sasa hivi kitu kingine kinachokuja kutokea ni kwamba inabakia ni kazi ya Kizibo ya Kalobo ya Kisoda kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa fresh. Sasa kuna taarifa kuhusiana na Kalobo nimeiweka hapa kwenye channel hii, basi hakikisha unabonyeza neno sawa usikarafikisha ifuatilie hapo Bongo Movie Net nimeiweka. Sasa hili ni balaa zito kinoma kwa sababu hapo Kizibo amekuja kuweza kumfundisha adabu, kwa sababu kama unavyojua kule nyumbani kwao kwa Mdoli kabisa na baba Kalobo, kule nyumba yao imezingirwa na upako ambao uliweza kutolewa na mchungaji ule. Kwa hivyo ni vigumu sana kuweza kutokea maeneo yale. Sasa kamfumania akiwa huku mtaani wakati huo akipiga mazoezi, basi moja kwa moja aweze kulipiza kisasi chake na kuweza kumuonyesha adabu, kitu ambacho ni balaa zito kinoma. Sasa na imani kubwa na hamu ya kuweza kutaka kufahamu ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri hapo, basi nikualike moja kwa moja. Kitu msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na sisi, hasa kubonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi moja kwa moja niweze kukualika. Sasa tumeweza kuona kuna vitu vingi sana ambavyo vimeweza kujiri, lakini kubwa zaidi ni hilo la mwishoni kabisa ambalo hasa kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Kizibo
akaja kuweza kuhakikisha analipiza kisasi chake. Lakini hapo ni kwamba Kisoda naye pia atakuja kutokea hapo aweze kuleta msaada, lakini kuna namna fulani hivi ambayo kabla hajatoa msaada basi hakuna litakalo kwenda kumkuta au kuhakikisha linamzuru kwa upande mzima wa mdoli. Kwa hivyo kuwa na amani kabisa. Lakini kabla yote tuweze kupitia uchambuzi kwa kina, hasa ni kufahamisha vitu vingi kweli ambavyo vinavyokwenda kujiri. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona kwamba hata baba Karobo alikuwa amezimia pale chini kwa sababu ya namna ambavyo mambo yalivyokuwa kwenda. Sasa kwa sasa hivi wako fresh kabisa, na pale kwa upande mzima wa Kizibo ameweza kuondoka pale. Sasa ndio wakati ambao kwa upande wa babake najua ni baba Karobo alikuwa anakubali na anakumbuka kwamba kwa sasa hivi ni bora angeweza kuhakikisha angemkubali yake kipindi kile, wakati ule ambapo kwa upande mzima wa Juani alipokuwa akiwashinikiza akiwaambia kwamba kuna jambo ambalo halipo sawa ndani. Kwa hivyo kwa sasa hivi ndio wanaona umuhimu wao kumsikiliza ule mtoto, kitu ambacho ni balaa kinoma. Sasa mchungaji waliweza kuondoka na baadaye kabisa mambo yakawa ndio hivyo. Lakini pia tukaanza kuonyeshwa sini nyingine kabisa ya Loi. Huyu ni Loi, kuna Lecho alafu na Loi. Kwa hivyo tumeweza kuonyeshwa Loi akienda pale akiwa ni mtu ambaye kabadilika kabisa. Yaani ni kwamba anaumia juu ya mume wake kabadilika sana. Sasa ukiona mwanamke siku zote anakuwa hivi, maana yake unajua kuna situation ambazo kiufupi amekutana nazo au anazipitia, au katika wale ambao wanampa kiburi basi hawana msaada tena. Hichi ndio kinachojili kwa sasa hivi, kwamba kuna muda inabidi mwanaume unakuwa una thamani na kipindi fulani unakuwa una thamani. Sasa hili limeweza kujili na limeweza kupelekea moja kwa moja mambo yaweze kuwa tofauti kabisa. Sasa na imani kubwa naendelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojili. Kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifurahia na kuweza kujifunza vitu vingi tu, nikwambie tu kwamba endelea kuwa na sisi moja kwa moja. Sasa wakati haya yanajili ni kwamba tumeweza kuona namna gani kwa sasa mambo yalivyo, lakini kwa sasa hivi kitu ambacho kinachokwenda kutokea ni kwamba kwa namna ambayo alivyokuwa akielezea pale Loi ni kwamba kuna hali ambayo hasa kwa mzee mzima